Bana, mambo vipi ndugu zangu wa Tanzania? Bana, tunaendelea tulipoishia ndugu zangu. Sasa bwana, mnamo tarehe 29 katika kisiwa cha Unguja, hii ilikuwa Januari tarehe 29 mwaka huu 2026, siku ya Alhamis, katika maduka ya Shop and Go yaliyoko mjini Magharibi, Stone Town, Mbweni na Paje. Sasa ndugu zangu, haya maduka yako matatu katika location hizi tofauti. Haya maduka yalivamiwa yote kwa pamoja, na ndugu zangu, tunavyozidi kwenda mbele mtaelewa kwa nini nimeita uvamizi. Yalivamiwa yote kwa pamoja, na watu waliofika na magari aina ya Defender, Alphard na magari mengine. Sasa watu hawa walivyofika tu eneo la tukio, maeneo haya ya tukio, cha kwanza walichokifanya, walianza kuchomoa seva za CCTV kamera na kuhakikisha hakuna njia yoyote au mtu yoyote anayerekodi au kuchukua kumbukumbu ya chochote kilichokuwa kinaendelea pale. Kwa hiyo seva zote za maduka yote za hizi ofisi zote, wakati hawa watu wameingia sehemu zote, seva zilichomolewa. Hilo la kwanza. Lakini sio tu kuchomoa seva, hawa wote waliokutwa katika hizi ofisi, katika haya maduka, waliwekwa chini ya ulinzi, ikiwemo kama ni mteja au mpita njia, naye alikuwa chini ya ulinzi na wakafungwa pingu. Idadi ya watu kama 10 nadhani, wakiwemo mpaka security ya walinzi wa ofisi, wote wakapigwa pingu. Sasa walipowafunga pingu, hawa watu walienda direct kwenye makeshia, makaunta ya makeshia, na kuchukua pesa zilizomo kwenye makaunta katika maduka yote matatu. Baada ya hapo wakaproceed na kuondoka na hawa watu wote waliowakamata katika location tofauti kuelekea kwenye ofisi zao za wapi, za kidimni, sijui wanaziita ofisi za kidimni, si kama mnanielewa ndugu zangu. Sasa hiyo hatua ya kwanza. Kwa hiyo kuna waliokamatwa pale pale wakachukuliwa wakapelekwa ndani. Sasa mwenye ofisi, bosi mwenyewe, naye inasemekana baada ya kupiga simu kujua kwamba nini kinaendelea, kutafuta, alivyokuwa anatafuta taarifa kujua nini kinaendelea, akalazimika naye aende siku hiyo hiyo, aende kufuatilia polisi na kujua nini kinaendelea. Sasa hawa jamaa walipofika madukani, cha kwanza waling'oa CCTV, cha pili hawakuwa na kitambulisho cha aina yoyote cha kujitambulisha. Ndugu zangu, hawakuwa na karatasi au statement ya aina yoyote. Kwa hiyo wao walijitambulisha tu kama kitengo cha kuzuia na kupigana na madawa ya kulevya kwenye ofisi na biashara ambazo zinafahamika, zina distribute vitu tofauti tofauti, bidhaa tofauti tofauti Unguja, sehemu ambayo inaeleweka kabisa. Sasa ngoja tuendelee tu. Kwa hiyo watu hao wakapelekwa ofisi za wapi, za kidimni. Ofisi za kidimni walikuwepo wanawake 2, wanaume 4. Hizi namba kidogo naweza nikachanganya, lakini wanawake walikuwa 2, hiyo na uhakika. Wanaume walikuwa 4, kulikuwa kuna security sijui 2, sijui 1, kulikuwa na aliyekuwa anapita naye alibebwa. Naona ndugu zangu Sasa huyu mwenye ofisi zake naye alipojaribu kuwa contact kutaka kujua kwamba jamani nini kinaendelea, akaambiwa watu wamekamatwa wako sehemu fulani, naye alivyoenda akatiwa nguvuni vile vile. Sasa alivyotiwa nguvuni, baadhi ya wafanyakazi ambao kwanza kuna waliokuwa shift wakati wanawakamata, wengine waliokuwa wanaingia shift nao walikamatwa,
na kuna wengine ambao hawakukamatwa kwa sababu hawakuwa shift wala hawakuwa mazingira ya kazi. Sasa hawa waliokuwa hawakuwa mazingira ya kazi ndio walioanza kuwahangaikia wenzao jinsi ya kuwatoa humu kwenye lock-up na kuwatafutia mdhamana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa taarifa nilizopewa, waliopata mdhamana kwanza walikuwa ni 5. Kwanza kabisa waliachiwa wanawake ambao waliachiwa mapema kabisa, lakini baadaye hao wengine wafanyakazi wengine wanaume walikuja kupewa mdhamana baada ya kuombewa mdhamana na wenzao waliokuwa nje. Lakini walipojaribu kumuombea yule bosi mdhamana, walikataliwa kumuombea mdhamana na waliamriwa waondoke. Sasa naambiwa tena hawa jamaa waliopewa mdhamana walipotoka, siku walizoambiwa kuja kuripoti tena, nao walivyorudi kuja kuripoti wakatiwa ndani tena, nao wakaja kutoka baada ya siku kama 5 tena mbele. Sio kama mnanielewa ndugu zangu. Sasa tena kulikuwa na watu wa finance, akiwemo kijana mmoja wa Kihindi ambaye alikuja kama intern na alikuwa ameshamaliza kazi yake, alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kuondoka, ambaye naye walimfuatilia mpaka nyumbani kwake. Walipomfuatilia mpaka nyumbani kwake, wakaingia nyumbani kwake, wakamweka naye chini ya ulinzi. Haitoshi, wakamsachi na kuchukua simu, PC, laptop na fedha. Sasa muhusika mwenyewe anasema alichukuliwa fedha za kigeni na alichukuliwa fedha za Tanzanian shillings. Tanzanian shillings anasema alikuwa na uhakika ilikuwa ni 250,000, lakini hizi dola ilikuwa ni mchanganyiko wa dola na euro, hana uhakika ilikuwa ni kiasi gani, ila anachosema yeye kwa maelezo yake vilikuwa ni kama ukiunganisha vidole viwili upana wake. Sasa mnaweza mkapiga hesabu kwa sababu sijui zilikuwa ni noti za shilingi ngapi, kwa mimi mwenyewe siwezi kujua, ila hiyo ndio ilikuwa lugha yake ya picha ya haraka haraka. Sasa ukiacha simu, laptop, fedha walimchukua kutoka eneo lake anapoishi, wakaenda naye kwenye ofisi za kampuni na kumtaka afungue ofisi za kampuni. Yule kijana kwa sababu hakuwa kazini na alikuwa muda wake wa kuondoka ulikuwa umeshafika, anajiandaa kwenda na kurudi tena kwa ajili ya kazi kama itamradhimu hivyo, basi hakuwa na funguo za ofisi. Kwa hiyo naye alipokuwa hana funguo za ofisi, ndugu zangu, wakavunja mlango. Baada ya kuvunja mlango kama kawaida, wakachomoa seva za CCTV, wakachukua laptops ambazo zilikuwa zimenunuliwa mpya kwa ajili ya ofisi, wakachukua simu mpya ambazo nazo zilikuwa zimenunuliwa kwa ajili ya ofisi, na kwenda kwa sababu walikuwa wamevunja mlango, naambiwa wakaenda wakachukua kitasa, sijui wakaloki mlango tena kwa kupitia jikoni. Mlango waliokuwa wameuvunja wakaufunga kitasa, wakaloki mlango wa jikoni, kitu kama hicho, na kuondoka na yule Muhindi na kwenda kumweka ndani naye kwa wiki kama 2. Na kwa maelezo niliyopewa, huyu bwana amepitia shida nyingi kutokana na hakuwa na mawasiliano na familia yake, na familia yake hawakuwa wanajua exactly kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo pale ambapo watoto wake na familia walipojaribu kumtafuta, ilikuwa ni ngumu kumpata na hawakuwa wanajua kitu gani kimemkumba huyu bwana. Sasa ndugu zangu, kabla hata sijaendelea, kwanza